Kwa majina unaitwa nani kwa wasio kufahamu? Kwa wasio ni unifahamu, sorry, kwa wasio nifahamu. Nishakosea. Yo, habari za saa hizi ndugu zangu. Najua ni muda mwingi sana nilikuwa niko busy kidogo, na hivi nimerudi na kazi inaendelea. Kwa majina naitwa Daniel, unaweza kuniita MJ kwa jina maarufu. Na niko na ndugu zangu katika Kristo, watakwenda kujitambulisha peke yao kwa majina. Kwa wasio nifahamu, ninaitwa ni Mwalimu Baros, lakini pia mwenyekiti wa Ebenezer Choir hapa mjini Dallas, Texas. Nampenda Yesu, ni mtu nimeokoka, lakini pia walio wengi hawajui mimi nimeoa na nampenda ule mama sana, ni mke wangu mzuri sana. I have only one wife. Wow. Kwa hiyo ninampenda sana. Sijui nimeridhisha hapo? Nafikiri hapo umeridhisha. Kwa amejitambulisha kwa in short zaidi, haina haja ya kujua mengi kuhusiana na yeye, lakini leo kilichotuleta hapa ni kwa sababu ya mkutano ambao uko hivi karibuni hapa tu, na itakuwa next week mkutano. So ningependa kwanza niulize kwanza swali ya kwanza kama Mwalimu Baros. Hivi ni changamoto zipi ambazo mnakutana kwanza kwenye mikutano yenu? Asante sana. Ni swali nzuri. Kwanza nimeshukuru swala la kuniuliza juu ya changamoto za mikutano yetu ya Kimethodist ya ushirika wa makanisa ya huku kwetu River Conference. Kwa kweli tuna mara nyingi sana changamoto zetu zinatokana na kundi la uimbaji, kwa na changamoto la vyombo vya muziki, na huwa vinasumbua sana kwa sababu waimbaji wanafikiaga hatua kuimba kwenye kiwango ambacho sicho sahihi na kile wanachokitumia kwenye makanisa yale ya local church, makanisa ya mahali. Kwa hiyo lakini kuanza mwaka jana tulipokuwa tupo kwenye mkutano wa Abilene, Texas, mambo yalianza kuwa sawa. Tulianza kuona kwa kweli setting ya vyombo imekuwa vizuri sana. Lakini pia nafikiri mpaka pia mkutano huu wa Pasaka huko Wichita, Texas, ambayo tutakuwa kwenye kanisa la Rivercrest ya Wichita inayoongozwa na Pastor Achunga. Nafikiri kwamba mambo yatakuwa vizuri sana. Nafikiri itakuwa ni live streaming please. Mambo yatakaa vizuri, waimbaji wataimba kwenye kiwango kizuri. Kwa hiyo wanapotusikia ujue kwamba kama uko mwimbaji wa sekta nyingine au sehemu nyingine, ujue tu kwamba settings ya muziki na mambo mengine juu ya waimbaji yatakuwa yako kwenye itifaki kabisa. Usiwe na papara, mambo yatakuwa kwenye live streaming. Setup ya muziki itakuwa vizuri sana, very professional. Kwa hiyo kwa upande wa waimbaji wala tusiwe na shida. Vijana na uongozi wa ushirika umejipanga vizuri juu ya hilo swala. Hiyo ni changamoto kubwa sana, lakini sasa hivi tumejitahidi kukusanya na mambo yameanza kukaa vizuri. Kwa hiyo kwa upande wa waimbaji iko full mauzo, ni vizuri sana. Okay. Ila nasikiaga kwenye mikutano yenu waga mnapangiwa dakika za nyimbo. So hii imekaaje kwanza? Asante, nimeshukuru kwa swali nzuri. Kwa upande wa dakika za nyimbo, ni kweli kwamba huwa tuna taratibu za kupangiwa dakika za kuimba, haswa makwaya, na sababu ni kubwa tena nzuri tu, sio kwamba inakuwa na vurugu, hapana. Kwanza tujue tu mtazamaji niangalia na mwingine niangalia upande mwingine. Mikutano yetu ya ushirika ya Kimethodist
huwa tuna mfumo mzuri sana katika swala la waimbaji, kwa sababu kuna department ya walimu ambao ni maadibisho. Hii department inafanya kazi kubwa sana ya kuandaa kauli mbiu za mikutano, lakini pia kuandaa programu nzima za mikutano. Kwa hiyo wao wanatengeneza mfumo wa terms za mikutano, kwa maana ya kauli mbiu ambao zitaimbika kwenye kila mkutano, kila ibada, kila siku. Kwa hiyo wao ndio wanapangilia hizo vitu. Kwa hiyo hata kama kwaya ya Ebeneza tunatengeneza wimbo ambao tutauimba siku ya Jumamosi asubuhi na jioni Jumapili. Hizo nyimbo zote zinaendana na kauli mbiu ambazo zimepangwa na department ya maadibisho, which is a good thing, right? Hatuimbagi wimbo kwa sababu tu umetokea umeimbika tu, hapana. Kila kitu kimepangwa kwenye mfumo wa kiuendeshaji wa kanisa. Kwa hiyo hatuendi kivurugeni, hapana. Kila kitu kimepangwa, na ndio maana hiyo department ya maadibisho pia ikatengeneza mfumo wa kuwa na madakika, kwa sababu makwaya ni mengi, na yale makwaya mengi ukiweka mfano kwaya moja inaimba dakika 12, mfano GKK Baby kwaya moja inaimba dakika 12, kwaya nyingine inaimba dakika 15. Sasa ibada inatoka kufanya maibada mawili kwa siku, maana hatuwezi kuenea. Umeona, inabidi sasa kwaya moja tuipangie, hapana, kulingana na hii mada au theme ya mkutano ya siku ya Jumamosi asubuhi. Tengeneza wimbo wewe mwalimu utakaofikia kiwango cha dakika 7 hadi 8. Hapo umemaliza wimbo wako. Na katika hizo nyimbo sio maneno mengi, maana unapewa andiko moja tu. Hilo andiko moja utoe maneno 3 4, unafuata theme. Baada ya kufuata theme basi, kwa hiyo haiwezi kukupa muda mwingi sana wa kuweka vitu vingi kwenye wimbo, kwa sababu hata kabla haujaimba huo wimbo kwenye mkutano, ile department ya umadibisho yanakuwa yanakagua hizo nyimbo tena kabla ya kwenda kuziperform kwenye mkutano. Yani hiyo department ya umadibisho walio kwenye zile local church, yale makanisa ya mahali, wanakagua hizo nyimbo. Kama hapa kwetu tuko na madibisho yetu mkali sana, Zamba Samuel, unaona sisi huyo jamani USA yeye ni mtu mkali sana, ambaye ndiye mtengenezaji mzuri sana wa hizi mada, unaona. Kwa hiyo huwa anachukua muda wake kukagua nyimbo zote za Ebeneza ambazo zitaenda kuwa performing kwenye mikutano. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kuboronga mpaka tufikie hatua tunaboronga, maana yake ni kitu ambacho si hatukisadiki, kwa sababu nyimbo zetu zenyewe zinafanya nini? Zinatengenezwa kwenye mfumo kwa maadibisho Zamba Samuel USA. Kwa hiyo sisi tunachokifanya hapa ni kwamba tunatengeneza nyimbo kwenye ule mfumo wa dakika 7 kwa 8, tunamalizia hapo, na kweli tunapoenda kuperform tunakuwa tuko perfect na mambo yetu yanatengenezwa, muziki uko vizuri, unaona hiyo. Kwa hiyo nidirizishe tu na niambie mtangazaji msikiliza kwamba kupanga nyimbo zetu dakika ni vizuri sana, na inatupa sisi waimbaji nafasi ya kuachia watu wengine sehemu ya wao kuperform. Lakini pia hata kwenye ibada inatupa mfumo wa kuendesha ibada yetu kwenye masaa yale yaliyopangiliwa, na chakula kinaliwa, na ibada ya pili inaingia, na la tatu linaingia. Yani kila kitu kinaenda kwenye mpangilio ulio perfect kabisa. Kwa tunashukuru sana department ya umadibisho waliotengeneza mfumo huo. Asante. Okay. Sasa nitakwenda kuulizia swali sasa kwa brother upande wa pili huko. Nikusogezee. Sasa brother, mimi na swali moja kwako, na hili swali linahusiana na ninyi kama wana Ebeneza, ama tuseme ninyi kama watu wa Dallas huko. Mna huduma gani pale kwenye mkutano wa Wichita ambao uko next week? Swali nzuri sana bwana mtangazaji. Nilijitambulisha mwanzoni pale, ila nilisaulika kujitambulisha kitu kimoja. Mimi ni GKK Baby, nimeoa na mke mmoja mzuri sana kabisa. Napenda yule mwanadada. Na aliyekumbusha yeye ni mwalimu Barosi pale. Nilikuwa nimesahau kabisa. Unajua sisi ni ndoa mpya, so bado hatujazoea. So tunajifunza kupitia wakubwa zetu. Bwana mtangazaji ameniuliza kuwa sisi tuna huduma gani pale kwenye mkutano. Sisi huduma ambayo tuliopewa pale mkutano ni uimbishaji. Yani mwimbaji ambaye atakwenda kuimbisha pale kwenye mkutano atakuwa ni mwimbaji kutoka Ebeneza Choir. Yani ni mwimbaji ambaye sisi tunamtegemea hapa, na nina imani atafanya vizuri sana. Yani hakuna kitu ambacho kitaharibika kule. Yani sisi tunajiandaa ya kutosha, yani kiufupi. Yani tunajiandaa tu yani vizuri tu sana.
Yeah, nikizani nimekujibu kuhusiana na huduma ambayo tuliopewa pale. Sasa ningependa nijue, ulisema mko na huduma ya uimbishaji pale kwenye mkutano, na atakuwa naimbisha kuanzia mwanzo mkutano mpaka kumalizia, au kwa sababu sijaelewa atakuwa ni mtu mmoja tu? Poa, nitakujibu hapo. Unajua mkutano wetu ni wa siku mbili, ambao ni siku ya posho ama na siku ya Mungu. So sijajua kama sisi nikizani tutaimbisha siku ya Mungu, maana kila service waga wanaandaa mwimbishaji. So mimi nikizani mwimbishaji wetu ataimbisha siku ya Mungu, ya siku ya Jumapili, yani kifupi ataimbisha usiku, na tuko tayari kumsupport. Unajua sisi Ebeneza waga ni upendo. Ukisema Ebeneza unazungumzia upendo, yani sisi ni upendo, na upendo ndo Ebeneza. Yeah, nikizani nimekujibu bwana mtangazaji. Ndio. Lakini pia na swali kidogo, kwa maana hapo inaniacha njia pana. Unaona? Kwa sababu nilisema maadibisho wanakuwa wanaandaa like masaa ya nyimbo za kwaya, right? Na kama unakuwa unaandaa nyimbo za masaa ya nyimbo za kwaya, vipi kuhusu sasa mahubiri? Unaona? Poa, swali nzuri sana. Yeah. Kwa ngoja niwakilishe kisa alivyosema. Ameniuliza kwamba waimbaji walipewa madakika za kuimba na maadibisho. Je, vipi kuhusu wahubiri? Nataka kwenda kujibu sasa. Pia wahubiri nao walipewa madakika za kuhubiri pia, sio tu kwaya. Yaani kama wewe ni mhubiri wa River Conference, sijakosea mwalimu? Ushirika wa Kimethodist, wahubiri unapewa dakika 45. Kwa Kiingereza ni 45 minutes, en français 45. Unaona? So mhubiri ukipewa madakika usizidishe. Unajua mahubiri yakiwa mengi sana, ambao tunasikia mahubiri waga tunachoka, yani ama tunasahau vitu ambavyo ulivyosema mwanzoni, sio kwa lugha mbaya, ila tunatosha tu idea jinsi ya kuboresha ili huduma Mungu iendelee. So kama mhubiri ulipewa dakika 45, before tunazingatia vitu ambavyo tulivyopewa na maadibisho wetu, ili tuheshimu tupeane nafasi pia ya kuheshimu taratibu. Nikidhani nimejibu swali yako. Naam. Maana hata hivyo, hata ukisema kwamba tu wahubiri, ina maana hata wale waimbaji pia wakipitisha zile dakika hawezi kupitisha dakika 2. Kama watapitisha dakika, ina maana kama ziko 7 watafika kwa 8. Unaona, hao zikienda sana 8:30 au 9. Sasa wahubiri kama anachukua dakika 10 za ziada au 20 za ziada, yani anahubiri mpaka lisaa lizima, hapo tayari ameshakeuka ule utaratibu wa wale maadibisho. Unaona, na hata pia kama alivyosema GKK Baby Fidel ni kwamba ni vizuri, unajua hata mhubiri ukihubiri sana kupita muda ule uliopangiliwa, na maana sisi tunao kusikia na kuandika tumeshasahau kile tulichokianza mwanzo, maana kile unachokiendelea kinaanza kutukera. Kwa hiyo tuwaambie tu wahubiri wanaoendelea, wanaopindisha zile ratiba za maadibisho walizoipanga, wazingatie kutoa mahubiri kwa dakika 45, ili kwamba mikutano yetu ikae kwenye mfumo ulio imara. Kama waimbaji wanafanya dakika 7 na 8 wanamaliza, ina maana wahubiri nao wazingatie dakika 45 kwa 30 kwa 45. Hapo tutakuwa mkutano wetu uko perfect, na hakutakuwa malalamiko, na kila kitu kitakuwa kipo vizuri sana, na hata zile nyimbo za mkongana zenyewe zipangiwe madakika, ili kwamba mikutano yetu iwe sawa. Tuna advise tu na tunavyo advise mambo yawe sawa. Hii sio kwa ubaya. Tunaboresha kwenye mikutano yetu, tunaboresha. By the way, hii ni FMC Dallas TV. Sisi tuna vitu vingi ambavyo tunafanyaga kwenye channel yetu. Tunahimiza watu, pia tunatosha neno la Mungu. Japokuwa hatujawahi kutosha neno la Mungu, sio tu kuhubiri, hata kwenye maneno tu ya kumzungumzia Mungu, yote ni kuhubiri hiyo pia. Unaona, na tunafundisha tu kwenye games za waumini, yani kifamilia zaidi kifupi. Unaona, so wanamtangazaji, nitakuashia mic uendelee sasa. Okay, sawa. Tushazungumzia mengi na nitakwenda kuulizia swali la mwisho
kwa Mwalimu Barros. Hivi unasema mkutano unakuwa gani mkubwa? Unaona? Sasa kwenye mikutano yenu mnafikaga idadi ya watu wangapi sasa? Sana. Wow. Swali nzuri sana, nitalijibu kwa dakika moja tu. Huo ni mkutano mkubwa sana. Yaani huwa ni mkutano mkubwa sana. Yaani hakuna mkutano, mimi sijawahi kuonaga mkutano mkubwa kama huu wa kwetu sisi. Na watu wanaonaga pia GKK, to be honest. Huo mkutano bwana unaingiza zaidi ya watu 700 800 kwa ibada moja. 700 people, 600, less than 600. Yani watu wakiwa wachache ni 500 people. Au ndio tunaestimate as minimum. Lakini watu wanakuwa ni over 600, 700 people. Kwa sababu gani niseme wako over 600? Ni kwa sababu Abilene wanatoka kanisa nzima la Abilene linaloongozwa na Pastor Ali Mitachi, si ndio? Haya, Houston kunatoka Joy Free Methodist inaongozwa na Pastor Dunia Selemani. Lakini pia utakuta kuna kanisa la tulongeza kanisa la Dallas. Sasa ndio sisi akina sisi Dallas ambako kuko Ebenezer Kwaya. Unaona? Linaenda kanisa nzima la Osana Free Methodist ambao linaongezwa na Reverend Ngolo Saidi. Umeona? Hao watu wote wanaelekea wapi? Wichita. Umeona hiyo? Kansas Wichita. Tunatoka hapo tunaingia wapi kule? Kansas City, Missouri. Kule pia kuna kanisa la Moria Kwaya. Inakuja na kanisa yao yote nzima ambayo inaongezwa na Reverend Andondo Mchuchwa. Hiyo umekumbuka hiyo? Andondo Mchuchwa. Yeye haya atakuwepo. Lakini pia ukitoka hapo unakuja kwenye kanisa la wenyeji sasa. Ambao ni wale wa Wichita, Kansas Wichita wenyewe ambao sisi tunatoka huko na huko tunakutana kwao. Umeona hiyo? Na wenyewe wanakutana na kanisa lao pale la mahali mtakazaji. Lile kanisa inaitwa River Crest. Na kwaya yao inaitwa River Crest Kwaya. Mimi nafikiri hivyo. River Crest Kwaya. Mchungaji wao zamani walikuwa na mchungaji alikuwa anaitwa marehemu Reverend Tekela, rest in peace kabisa. Lakini baada ya ule Reverend alikuja kijana mwingine, yani shupavu kweli kweli. Yeye mwenyewe yuko kama GKK baby. Angali jeune. Hapa nitachukua kwanza microphone yangu. Unajua? Angali jeune. Hii kwanza hapa nilifarijiwa sana kuona brother Achunga alivyochukua nafasi kama ile. Unajua alipitiaga kipindi kigumu sana ya kupoteza mchungaji ambaye alikuwa ni tegemezi wa kanisa ile pale. Unajua Mungu wake iko na mipango yake. Unajua na mipango ya Mungu wake inakuja kwa sababu. Unaona pastor ilikuwa ndo wakati wake wa mwisho wa safari yake. Na mimi naamini pastor alienda mbinguni. To be honest, pastor alienda mbinguni. Maana kwa gisa alivyokuwa anaongoza kanisa, matendo yake, hali yake, tabia yake, Mungu amlinde, amlaze mahali pema kule alipokwenda, sababu alikufa katika Kristo. Sasa ndio kuja brother Achunga ambaye ndo mchungaji sasa hivi kama sijakosea mwalimu. Yes. Achunga ndo mchungaji kabisa pale. Akachukua nafasi ya kuongoza ile kanisa. Ni kijana tu. Unajua kazi ya
kuwa pasta naweza nikasema ni karama. Yeah. Ni karama ya uchungaji. Unaona? Brother chunga, Mungu ailinde huduma yako. Sisi tutazidi kukusupport kwa maombi na Bwana atakubariki sana kaka. Yeah, kwa kweli Mungu ambariki sana. Amechukua kazi ya uchungaji na bado yupo kijana sana ya. Na kazi hiyo inaomba nguvu nyingi sana. Lakini pia tujue tu kwamba kwenye huo mkutano wetu kama ulivyo mkubwa zaidi, bwana, tunautangaza, tunakualika na wewe mwingine ambaye unatusikiliza huko sehemu mbalimbali za dunia, pembe nchi za huko ma state mbalimbali, tusikilize, uje ujoin huu mkutano ambao utakuwepo Wichita, wa mkutano wa ushirika Free Methodist. Ni mkutano mkubwa sana, kwa hiyo as Mwalimu Baros nakualika uje ushiriki kwenye mkutano. Kwaya Umoja ya Abilene itakuwepo, ile kwa unayonaga huko kwenye mitandao inapostiwa sana TikTok, itakuwepo pia ile kwaya. Lakini pia Beneza kwaya itakuwepo, Joy Free Methodist itakuwepo, Wichita kwaya itakuwepo, Moria itakuwepo, na wapigaji wazuri walikuwa professional watakuwepo. Kwa hiyo fika pale, kuna vitu vingi vinaandaliwa nje mkutano wa Pasaka. Please do not miss this. Do not plan to miss it. Man, do not miss it. Mwalimu Baros anakualika pale. Karibu. Okay, poa. Na huu ndo mwisho wa interview ya siku ya leo. Nadhani ulienda kusikia mengi sana kutoka kwa watumishi wawili hapa. Right. Na huyo hapa anapigaga bass kwa Beneza kwaya, na nadhani Beneza unamjua nini? Vitu vyake. Vitu vyake. Na huyo hapa akikaa pale kudrum hivi. Ni amani tu ya Bwana. Mimi nikwambie tu kwamba maisha yangu yamekuwa katika uimbaji. Kwa hiyo mimi huwa ninapenda sana kuimba, napenda sana kupiga mziki. Hata nitakuwa nina miaka 100, kazi yangu nitakaa tu na uimbaji. By the way, hii ni saa 11 asubuhi alfajiri. Sasa imagine tuko na familia, lakini sababu tunapenda kazi ya Mungu na tunafanya kwa moyo, bado tuko macho hivi. Yaani tunawaandalia vitu vizuri sana. Unaona? Na kwenye hii kundi hapa hakuna kulala. Na wana mtangazaji pia, huyu ni mpigaji pia naye. Usimsahau. Na ni mpigaji ambaye anakuja na yuko vizuri tu sana. Kwa kweli. Yaani Mungu anatubariki sana kwenye kanisa yetu kifupi. Beneza kwa Mungu anatubariki vipaji vingi sana. Right. Cameraman J pale. Pia nani mwimbaji pia. Unaona, lakini sababu Mungu ametupashia vipaji vingi, angalia asha kwenye kamera pale. Anatulia tu kifupi. Unaona, so yani naweza nikasema Mungu atusaidie sana kwenye kazi yetu ya uimbaji. Na Mungu azidi kutuletea wengine wapigaji, tuongezee. Kama kwa upande wa drums tuna wapigaji kama 6. Pia nani mpiga drums huyu naye? Anapiga drums pia. Unaona, so kifupi Mungu alitubariki sana. Yaani tulikuwa na wapigaji solo walitoka, lakini Mungu akaleta wengine. Unaona, so Mungu atubariki sana na kifupi. Na hii ni FMC Dallas TV. Endelea sana stream, endelea sana watch, endelea sana kusubscribe na kushare scripts zote zilizopo, lakini pia kuziperform sehemu nyingine na kuzimatuma ili kwamba channel yetu iende na kuwa. Unaona, hiyo ni FMC Dallas TV. Tunakukaribisha sana kwenye interview, na kama alivyosema the box lady kwamba tutakuwepo Wichita, lakini kutakuwa full interview. Yaani ujiandae kwa interview. Kwa interview. Na itabidi watu mtufuate inbox pale, ili kama utapenda kuojiwa, sababu hatutakuoji tu random person tu tunakufuata, hapana. Right. Before unafuata inbox pale, kutakuwa link ya hapa chini hapa. Kutakuwa link utatia pale Professional J cameraman ambaye yuko behind the camera pale, atajua sasa fix mambo yake pale. So hatutafanya interview tu kiolela, maana kutakuwa watu ni wengi. So kama utapenda kuojiwa, before una text pale wata mention zao Instagram pale ambao ni wahusika, na utawafuata inbox. Kama kufuata inbox au utafanywa interview kabisa. Kama muone Master J, yeye ndio anahusika. Kama the boss lady Dallas TV, muone the boss lady, muone dada Froza, ama MJ Pop hapa, ama mimi pia GKK baby au GKK baby sometimes. Hao ndio watakupa fursa ya kuojiwa na FMC Dallas TV.
Yeah, ni hayo tu kwa mchana kwa usiku wa leo. Asubuhi. Oh my God. Hakuna kulala kabisa. So, ni hayo tu na ulikuwa na sisi hapa. Tunawapenda sana, tafadhali endeleeni kutufuatilia. Bwana mtangazaji, cha mwisho. Yeah, hapa sisi waga tuko na service yetu ya kanisa ambao inaanzaga na saa 3:30 ndo ibada zetu zinaanzaga. Yeah. Mwisho ni saa 6, tukikawia sana saa 7. Tunashiriki kwenye address ambao ni 3930 Boulder Drive. Ukifika pale utatukuta sisi hapa. Kila Sunday tuko hapa. Na pia wale ukipenda kushiriki kwenye maombi, kila Saturday asubuhi waga tuko hapa. Na zimoja siku tunafanya mkesha kama unavyotuona hapa, tunafanya kwaya pia na mkesha tunachangia pale. So mnakaribishwa kwenye huduma zetu za kanisa kila siku yetu, church services mnakaribishwa. So karibuni sana. Yeah. Bye bye. Sauti moja, moyo mmoja, katika njia ya kweli, hata tukipitia magumu. Na hii ni FMC Dallas TV. Endelea sana stream, endelea sana watch, endelea sana kusubscribe na kushare script zote zilizopo, lakini pia kuziperform sehemu nyingine na kuzimatuma ili kwamba channel yetu iende na kuwa. Unaona hiyo ni FMC Dallas TV. Kwa wasio ni fahamu Tumaini la jamii leo na hata kesho, tutatembea pamoja. FMC Dallas TV. Bwana mtangazaji, ya kwanza nilijitambulisha mwanzoni pala. Karibu katika channel ya FMC Dallas TV, mahali ambapo sauti za waumini zinaungana, imani inaimarishwa na hadithi za kweli zinapewa uhai. Hapa hatuonyeshi tu matukio, tunashuhudia neema ya Mungu ikitenda kazi. Tunatembea pamoja kama familia, tukijenga umoja, tukitangaza upendo na kuinua jina la Yesu Kristo bila hofu. Hii ni zaidi ya channel, ni sauti ya jamii, ni nuru gizani, ni ushuhuda unaoendelea. Karibu FMC Dallas TV, TV yetu sote. Tunasonga mbele pamoja, na kila kamera ikiwaka ni nuru inayoonekana. Si TV ya mtu mmoja, ni sauti ya familia. FMC Dallas TV. TV umoja na imani. FMC Dallas TV. Mwanga unaong'aa gizani. Tunashikana mikono, tunasonga mbele sote. FMC Dallas TV. Ni TV yetu sote. Ebeneze, Moria na umoja, Joy na River Crest pamoja. Sauti moja, moyo mmoja, katika njia ya kweli,
hata tukipitia magumu, hatuko peke yetu. Sauti zetu zinaungana ndani ya familia. FMC Dallas TV, sauti ya familia. FMC Dallas TV, tumaini la jamii, leo na hata kesho. Tutatembea pamoja. FMC Dallas TV ni TV yetu sote. FMC Dallas TV, TV yetu sote.